Mtume Paulo anatufundisha kwamba sakramenti Ekaristi Takatifu ni kifungo cha umoja. Anasema kwamba mkate ni mmoja na sisi tulio wengi basi tunakuwa washiriki na wanajumuiya katika mwili huo mmoja. Tunaposhiriki Ekaristi Takatifu hatuungani tu na Kristo, tunaunganishwa pia sisi wenyewe kwa wenyewe. Tunatengeneza ushirika wa moja kwa moja. Kuna mkate mmoja, kuna Kristo yule yule mmoja, kuna kanisa moja takatifu Katoliki na la kitume. Ekaristi huvunja kuta za makabila, huvunja kuta za rangi, kuta za kikanda na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo sakramenti hiyo ni moja popote duniani. Kanisa letu ni moja popote duniani, kanisa moja takatifu Katoliki na la kitume. Tunaye Bwana mmoja, tuna Kristo huyo huyo mmoja aliyefanyika mwili, tulimpokea katika sakramenti hasa ya Ekaristi Takatifu na anaendelea kusafiri nasi katika maisha yetu ya kila siku. Ndio maana haiwezekani mtu akadai kwamba anampenda Yesu katika Ekaristi huku anawachukia wengine. Haiwezekani kupokea mwili wa Kristo madhabahuni halafu akavunja mwili wa Kristo ambao ni kanisa kwa fitina, chuki na vitu vinavyofanana na hivyo. Anayempokea Kristo anadaiwa kumwonyesha Kristo huyo kwa wengine, kuwa balozi wa Kristo. Tunapaswa pia kama Wakristo kuonyesha heshima ya juu sana katika sakramenti hii ya Ekaristi Takatifu tunapoipokea. Kuipokea Ekaristi Takatifu kunahitaji maandalizi ya kina, maandalizi ya pekee. Unapotoka nyumbani, unapokuja kanisani, kujitafakari nafsini mwako, hali yako ya ndani. Tunapaswa kujichunguza nafsi, kufanya mazingira toba ya kweli. Anayepokea Ekaristi Takatifu kimsingi anapaswa kuipokea katika hali ya usafi wa moyo. Na ni mahali pengine nimeona, sijui ni hapa ama sehemu gani, tunajua wazi kwamba Kristo yupo katika maumbo yote ya mkate na divai. Tunapopokea Ekaristi Takatifu, hata ile chembe ndogo ni Yesu yule yule mzima. Kwa hiyo kuna kishawishi cha mtu kupokea Ekaristi alafu anakunguta mikono yake chini. Kudondosha chembe ile moja ni Yesu yule yule mzima anakanyagwa chini. Kwa sababu ukikunguta mikono yako unaiangusha hiyo chembe ndogo ya Ekaristi inayobaki mikononi. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa kweli kulizingatia hilo. Mahali pengine unaona kabisa mtu anapokea Ekaristi kwa mkono mmoja, mkono wa pili pengine ameshika simu ama ameshika leso, na pengine labda mikono ni michafu. Kwa hiyo tutambue kwamba tunampokea Yesu. Yesu ni sakramenti hiyo, ni sakramenti azizi, ni muhimu, ni sakramenti ambayo Kristo mwenyewe yupo. Kwa hivyo tunapopokea Ekaristi kwa mkono mmoja, ninahisi kama hatuonyeshi heshima inayotakiwa kuionyesha. Lakini tulizingatie hilo, ni kitu ambacho kinawezekana, tunaweza tukafanya hapa. Wazazi basi wawaelekeze watoto namna nzuri ya kupokea Ekaristi Takatifu. Wakati huo pia kwenye mafundisho walimu wao watawafundisha. Lakini kwa kweli ni muhimu zaidi kulizingatia hilo, kila tunapopokea tuone tunampokea Yesu anayebadilisha maisha yetu. Na kitu kingine ni kutokupokea Ekaristi Takatifu kwa mazoea. Tunakuja kanisani kila Jumapili lakini maisha yetu yanabaki yale yale. Kuna watu wanashiriki misa 2 kwa siku, pengine wengine moja, wengine Jumapili kama leo wanakuja. Lakini kamwe tusiwe na tabia ile ile. Lazima maisha yetu yageuzwe na Yesu mwenyewe. Kwa sababu kuna roho ya mazoea. Tunakuja kanisani, tunapokea Ekaristi, tunarudi, tunaendelea na shughuli zetu. Wengine tuna tabia labda za uongo, za kuwafitinisha wenzetu katika mazingira ya kazi. Ekaristi Takatifu si sakramenti ya fitina, ni sakramenti ya umoja, ni sakramenti ya amani, maelewano. Kwa hiyo Yesu tunayempokea katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu aonekane katika matendo yetu.
katika maneno yetu, katika namna yetu ya kuongea, namna yetu ya kufanya maamuzi. Ndugu zangu wapendwa, kila tunapopokea Ekaristi Takatifu tunaalikwa kukumbuka kwamba Mungu hajawahi kuacha watu wake njiani. Katika somo la kwanza, wana wa Israeli wakiwa jangwani, Mungu anaonekania, anawapa chakula. Kama alivyowalisha Waisraeli jangwani kwa maana kutoka mbinguni walipokuwa na njaa, ndivyo leo anavyotulisha kwa zawadi iliyo kuu zaidi, yaani mwili na damu ya mwanaye mpendwa sana, Bwana wetu Yesu Kristo. Maana ya jangwani iliwasaidia kuendelea na safari ya kuelekea nchi ya ahadi. Lakini Ekaristi Takatifu ni mkate wa uzima ulio hai, ulioshuka kutoka mbinguni, unaotupatia sisi tunaopokea uzima wa milele. Yesu mwenyewe anatuhakikishia kwamba mtu akila mkate huu ataishi milele, na mkate nitakaotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu wote. Hivyo basi tunaposhiriki mkate huu na kikombe hiki kitakatifu sana cha damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuwa washiriki hai wa mwili na damu ya Kristo, na wakati huo huo tunafanyika mwili mmoja katika kanisa lake. Hivyo Ekaristi Takatifu si tu chakula cha roho zetu, bali ni sakramenti inayoimarisha umoja wetu. Kwa hivyo kila tunapokaribia meza ya Bwana tuipokee zawadi hii kwa imani, shukrani na moyo safi. Tutapata pia nafasi ya kutembea na Yesu katika mazingira yetu. Ni kawaida kabisa siku kama ya leo kutembea na Yesu, kuandamana naye katika mazingira yetu ya kawaida. Tutafanya maandamano mafupi huko nje, lakini tusione kwamba tunafanya maandamano kwa sababu inafanyika. Tuone tunatembea na Yesu katika maisha ya kawaida, katika maisha yetu. Tumbebe nafsini mwetu, tutembee naye nje. Na hivyo tunapofanya hivyo tufanye kwa heshima kubwa zaidi. Isiwe tu mazoea ya kila siku kwamba leo ni siku ya Ekaristi, tumepamba kama ambavyo tunapamba siku zote, lakini kila mara tufanye kwa heshima, tufanye kwa ibada. Tumombe basi Kristo mwenyewe atuimarishe katika udhaifu wetu. Wakati fulani tunachoka, tunasahau kwamba kama leo ni Ekaristi, kwa hiyo tunafanya kama ambavyo watu wengine wanafanya. Wengine tunayoandamana lakini wanatengeneza kijiwe, wanaongea. Wengine wanafanya shughuli zao lakini bado misa inaendelea, ibada hiyo inaendelea. Tupate pia nafasi ya pekee kukaa na Yesu wa Ekaristi. Hapa kanisani tunakaa na tabernakulo na Yesu, sakramenti hiyo inakaa ndani ya tabernakulo. Je, mara nyingine tunapata nafasi walau hata lisali moja kukaa na Yesu wa Ekaristi? Inawezekana tuna mazingira magumu ya kazi na kadhalika, lakini tujitahidi daima kukaa na Yesu wa Ekaristi. Hata Jumapili moja kule parokiani tunafanya Alhamisi, lakini tutafute pia nafasi hiyo ya pekee ya kukaa na Yesu, kumwabudu. Hivyo basi atabadilisha maisha yetu. Tumombe basi Mungu mwenyewe, tumombe Yesu mwenyewe, tuombe Roho Mtakatifu ayabadilishe maisha yetu, ili kila tunapoipokea sakramenti hii ya Ekaristi Takatifu ikawe nuru kwa wengine na maisha yetu yasibaki vile vile. Tumsifu